Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ama hakika, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hichi bora kabisa, kama ndo kwanza umebahatika leo kufungulia kipindi na kutazama kipindi hichi, basi nikwambie tu kwamba ni miongoni mwa watu wenye bahati, kwa sababu kipindi ambacho unakitazama ni kipindi adhimu sana ambacho kinafuatiliwa na watu wengi zaidi. Ni mamia kwa maelfu ya watu duniani kote wanafuatilia kipindi hichi, na kuna faida kubwa ambayo umma wameanza kupata kupitia kipindi hichi hapa. Kipindi ambacho kinakwenda na anwani ya ukumbi wa dua za kibingwa. Ukumbi wa dua za kibingwa. Sehemu ya dua weka maombi ya kibingwa. Yani maana yake hapa ni sehemu maalum ambapo watu wanaweza wakapata maombi ya kibingwa au wakapata dua za kibingwa katika lugha nyingine. Lakini lengo la kusema hivi ni kwamba watu wapate sehemu ambayo wanaweza wakawa wanakimbilia mahala kwenda kutatua ya kwao ambayo yanawasumbua. Lakini pia kupitia kipindi hichi kuna taaluma, elimu. Hatutokuacha hivi hivi, bali utapata elimu ya mambo ya msingi sana ambayo kwa hakika ni muhimu kwako wewe kuyafahamu, na yataweza kukusaidia sana. Nikusii tu twende pamoja nami, nifuate vizuri hatua kwa hatua, ili uweze kujifunza yale mazuri ambayo nitayazungumza na ukafanyie kazi, ukaone matokeo bora kabisa hichi ambacho ninakizungumza. Kwanza nikwambie, tupo ndani ya mwaka huu wa 2026. Huu ni mwaka mpya kabisa ambao ndo kwanza tuko ndani ya mwezi huu wa kwanza na hata haujamalizika. Na niseme mwaka huu kuna watu kadhaa ambao nitawataja, inawezekana nawe ni miongoni mwa hao, ambao ni mwaka wenu wa kutoboa, mwaka wa kutusua, mwaka ambao unaonesha dalili zote za kwamba watu watakakuwa na majina ambao nitayazungumza katika anwani ya herufi zao ambazo majina yao yanaanzia. Ni mwaka wenu ambao Mungu akipenda mtakuja kutusua na kufanikiwa kutokana na aina ya majina namna ambavyo yanavyoeleza. Vipi itakuwa? Nifuate vizuri, utapata majibu hapa. Lakini pia nikwambie tu kwamba mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, inawezekana kabisa mahala ulipo wewe umekwisha hangaika sana na umejikuta unatafakari na kudhani kwamba hali yako haiwezi tena kukaa katika hali ya usawa. Unajua, mwanadamu anahitaji afike mahala ampate mtu ambaye atamwambia utasimama tena. Mwanadamu anahitaji ifike sehemu ampate mtu ambaye atamwambia utaweza, utasimama, wewe ni mshindi na matatizo utayashinda, utavuka na utafika katika lengo ambalo linakusudia. Ndivyo ambavyo mimi na wewe tunahitaji, angalau ukifikwa na mambo, matatizo mazito, maradhi au mitihani, basi unatafuta nani ambaye atakwambia katika hali hii ya kuambia usijali, wewe ni mshindi, wewe utashinda, wewe utavuka, wewe utasimama na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lugha hii tunaitafuta kila mahala, ndo faraja yenyewe ambayo mwanadamu anaitaka. Sasa na lugha nzuri ya kuambia wewe kwamba usijali, utafanikiwa, utasimama, sio lugha ya maneno, bali ni lugha ya vitendo, kwamba mtu akwambie usijali kwa sababu mkononi mwake analo suluhisho lako ambalo wewe ukifuatisha unaweza kutoka hapo ulipo. Unaweza kutoka hapo ulipokwama ukanasuliwa, mkwamo wako ukaweza kuondoka. Kwa hivyo nikwambie, kipindi hichi kupitia ukumbi huu wa dua za kibingwa au maombi ya kibingwa, utaweza kupata suluhisho la kujua nini ambacho unaweza ukafanya mambo yakaenda vizuri kabisa. Leo na imani ukinifuata vyema utaweza kujifunza kitu cha msingi kabisa. Nikwambie, katika anwani ya kipindi hichi ya dua za kibingwa, humu ndani utajifunza mambo mengi sana ambayo yanakuhusu wewe hapo ulipo, na mengine unaweza ukafanya mwenyewe, ukanifuatisha yale mtakuelekeza na ukayafanya na ukaona matokeo mazuri katika yale ambayo yanakusumbua. Aidha wewe ukamuelekeza mwenzio na mwenzio akaweza akafata utaratibu huo na mambo yakenda vizuri kabisa. Katika kulieleza hili, nitaanza na kukupa dondoo katika kuelekeza utaratibu gani ambao wewe unaweza kutumia ili uweze kusaidia. Kuna mkasa mmoja, historia huu mkasa uchukulie kwako kama ni kamba ambao ukishika vizuri inaweza kukuvusha katika mto ambao wenye mashaka. Mto wa mashaka naweza kusema ichukue hii nafasi ya kufahamu
Mtu wa mashaka ni matatizo ambayo uko nayo, maradhi au mitihani magumu na mazonge ambayo yaliweza kukufunga we. Basi ichukue hii kama ni mtu wa mashaka. Huu mtu wa mashaka, kasa ambao nitaanza nao kwako, basi ni kamba ambayo ukishika vizuri utavuka hapo na kuelekea katika nyumba ya ahadi, sehemu ya matokeo bora ambayo unaweza ukapata, na hasa katika mwaka huu mpya, ili maisha katika mwaka huu yawe maisha yaliyokuwa bora kabisa. Langu jina, kabla sija kuingia katika sehemu hiyo, ufahamu ni Dr. Sheikh Sabbas El-Kubra. Dr. Sheikh Sabbas El-Kubra ambaye napatikana Mbagala, Dar es Salaam, Mbagala wilaya ya Temeke, Mbagala Zakiem, hapa tunasema ni Kizuiani, Mbagala Kizuiani, lakini pinapatikana pia Mbagala Mali Asili. Sehemu zote tunapatikana, kuna ofisi zetu huko. Kwa hivyo kwa upande wa Dar es Salaam, wewe ukifika tu Mbagala, uliza tu Kizuiani, sehemu ya jeshini pale, utapata kufika moja kwa moja. Na nikupe namba za mawasiliano, pengine nitachokizungumza kinaweza kuhitaji wewe uweze kuwasiliana nami moja kwa moja. Ushuke namba hii, chukua namba hii, utaweza kupiga. Tena namba hizi ziko moja kwa moja WhatsApp. Mlioko ndani kwa maana ya Tanzania mtapiga direct, lakini pia ambao mpo nje, WhatsApp itaita na tutaweza kuzungumza kwa namna moja ama nyingine. Namba ni kama zifuatazo: ni 0654 86 13 86. Kwa maana watu ambao mpo nje mtaanza na ile +255, alafu unaweka 654 86 13 86. Hii namba inapatikana katika WhatsApp. Lakini pia kwa wale ambao wana namba za Vodacom, pia na wao watumie namba hii 0749. Hii ni Vodacom, 0749 86 13 86. Na namba zingine kwa namna ambavyo unaweza kufuatilia, pengine haukunipata katika utamkaji wangu, basi hizo hapo namba katika skrini yako zimewekwa hapo. Namba hizo ukinitafuta mara moja unaweza kunipata. Twende pamoja katika kufungua hichi kipindi, ikiwa leo ni sehemu ya kwanza. Tunakwenda kuchambua kitu kizuri sana. Hivi unajua kama wewe una password, una kodi yako, una namba ambayo kwako ni muhimu sana katika kutengeneza mambo yako yawe vizuri, katika kuendea mafanikio yako, afya yako? Kuna kodi maalum unayo ya kwako. Unafahamu hiyo ni kodi ipi? Unaijua? Basi kupitia kipindi hichi nitakupa nafasi ya kufahamu kodi, namba maalum ambayo ni password yako ya majambo yako. Ukiona magumu sana haendi, mambo haendi, kila ukifanya jitihada mambo hayo mazuri, basi kuna kodi. Ni muhimu sana kufahamu kodi hiyo, ukiendea mambo yatafunguka. Lakini hivyo unafahamu kama kila mtu, nawe ambao unatazama, una rangi maalumu. Kuna rangi maalumu ambayo rangi hizo tena sio moja, inategemea na mtu kutokana na jina lake, namna linavyotoa maelekezo. Kuna rangi maalum ambazo hizo rangi zinakuwa ni sehemu ya kufanya wewe mambo yako yaende vizuri, ukizitumia na ukizijua ni rangi ipi na ni siku gani utumie rangi ipi, kwa jambo gani utumie rangi ipi, ili mambo yako yaweze kwenda vizuri. Hii ni taaluma ambayo pia kupitia kipindi hichi utaweza kupata nafasi ya kufahamu wewe rangi zako ni zipi, ili katika mambo yako ambayo unaendea, mfano masuala ya kazi, kuomba kazi, ujue rangi ipi ambayo kwako ukiitumia wakati unakwenda kuomba kazi mambo yatakuwa mazuri, utafanikiwa vyema kabisa. Lakini pia ujue wewe ambaye unakwenda kuanzisha mahusiano, yani umeambiwa kuna mchumba sehemu bwana, twende ukamuone, usiende tusikurupuke tu. Kuna mirangi mingine ya nguo ambayo unaweza kuvaa ukamkosa mwali vivi, ukakosa kabisa binti akawa hakuelewi, kumbe tayari ni nguo ambayo umekwenda nayo, umekwenda kivingine ambavyo sivyo utaratibu unatakiwa uwe. Kwa hivyo nifuate vizuri, twende uweze kufahamu ni rangi zipi katika kila mambo. Rangi zina nafasi kubwa mno kulingana na jina lako lilokuwa nalo na herufi zako ambazo wewe uko nazo.